jinsi ya kushinda dhambi zinazojirudia. Jinsi ya kushinda dhambi zinazojirudia. Leo tutaangalia somo hili tu, jinsi ya kushinda dhambi zinazojirudia, au jinsi ya kushinda dhambi za kujirudia. Kwa vyovyote utakavyoandika, jinsi ya kushinda dhambi zinazojirudia au jinsi ya kushinda dhambi inayojirudia. Kwa mara kwa mara unakuwa unarudia dhambi hiyo, unatenda dhambi na kurudia tena na tena na tena tena, na dhambi ni ile ile. Sasa katika somo letu la leo tutaangalia hatua kwa hatua namna ya kushinda dhambi ambazo zinakuwa zinajirudia katika maisha ya mtu. Leo tutajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kushinda dhambi za kujirudia, jinsi ya kushinda zile dhambi ambazo zinajirudia. Inajirudia kwenye maisha yako, inajirudia kwenye maisha yako, inajirudia kwenye maisha yako, inajirudia kwenye maisha yako, inajirudia. Na changamoto ya dhambi za kujirudia imekuwa ni tatizo la Wakristo wengi. Changamoto ya dhambi za kujirudia imekuwa ni changamoto katika maisha ya Wakristo wengi, na wakati mwingine hawajui au hawana majibu nini cha kufanya. Nawezaje nikatoka katika kifungo hiki ambacho nimefungwa kwenye dhambi fulani. Yaweza kuwa ni dhambi ambayo unaifanya sirini na kuna mtu mwingine anayejua, na umejaribu kuacha mara kwa mara. Unakuwa unatubu na hiyo dhambi inajirudia. Na umejaribu na kujaribu na unajiuliza swali, natokaje hapa? Na unafahamu jambo hilo ni dhambi, lakini hujui namna ya kutoka. Pesa kwa Wakristo wengine unapokuwa unafanya jambo hilo unakwambia hiyo ni dhambi, lakini hawakuonyeshi nini cha kufanya ili uweze kuishinda dhambi hiyo. Sasa katika somo letu la leo hatutakuonyesha hii ni dhambi, lakini tutaangalia namna ya kushinda hiyo dhambi ambayo inajirudia. Namna ya kushinda dhambi za kujirudia. Ile dhambi ambayo inakuwa inajirudia. Kwa hiyo mtu anaweza akampenda Mungu kwa dhati kutoka ndani ya moyo wake, lakini anaweza akajikuta bado anaanguka katika dhambi ile mara kwa mara. Mtu anaweza akawa ni Mkristo anayempenda Mungu kwa moyo wake kabisa, lakini akawa anaanguka kwenye dhambi ile mara kwa mara. Narudia tena. Mtu anaweza anampenda Mungu kabisa kutoka ndani ya moyo wake. Anampenda Mungu kabisa kutoka ndani ya vilindi vya moyo wake. Lakini unaweza kukuta kuna dhambi fulani ndani yake ambayo anakuwa anaanguka mara kwa mara katika dhambi hiyo, anaanguka mara kwa mara katika dhambi hiyo. Na si kwamba hampendi Mungu, la hasha. Anampenda Mungu. Anampenda Mungu kwa moyo wake wote, lakini anajikuta anaanguka kwenye dhambi hiyo tena na tena. Sasa ukitazama kwenye Biblia yako haijakaa kimya juu ya aina hii ya dhambi. Ukitazama kwenye Biblia yako utaweza kuona aina tofauti ya dhambi tofauti ambazo waamini au Wakristo au wacha Mungu waliotutangulia walikutana nazo, na wapo ambao walizishinda na wapo ambao walianguka katika mitego hiyo ya dhambi. Na ukisoma kwenye Biblia yako utaweza kuona watu kadhaa ambao walikuwa wanafanya dhambi za kujirudia, au walikuwa wanasumbuliwa na dhambi za kujirudia. Ni dhambi ile ambayo inajirudia mara kwa mara, miaka na miaka, na wengine walijaribu kutoka kwa miaka mingi na wengine wakashindwa. Sasa Biblia haikunyamaza kimya kutuacha gizani jinsi ya kushinda dhambi hizi. Biblia haikunyamaza kimya juu ya dhambi ambayo inajirudia. Biblia ilituelekeza hatua kwa hatua namna ya kushinda dhambi za kujirudia. Biblia haikunyamaza kimya, bali Biblia ilituelekeza hatua kwa hatua namna ya kushinda dhambi hizi za kujirudia. Sasa tazama, ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Warumi sura ya 7. Ngoja tuangalie kitabu cha Warumi sura ya 7. Halafu nikuonyeshe hiki kitu uweze kuona namna ambavyo Biblia inachosema.
kitabu cha Warumi sura ya 7 na tutaangalia mstari wa 15. Neno la Mungu linasemaje? Romans chapter 7 verse 15. Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema hivi, Paulo huyu anaongea. Anasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Tazama Paulo anachosema. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Tazama hiki kitu. Lile nilipendalo, kile ambacho ninachokipenda kukifanya, sikifanyi. Na kile nisichokipenda kukifanya, ndicho ninachokifanya. Kwa hiyo Paulo akaongea hiki kitu kwamba kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo, lile ambalo ninalolichukia ndilo ninalolitenda. Sasa tazama, twende mstari wa 19. Twende mstari wa 19, turuke mstari wa 15, twende 19. Hiyo ni Warumi sura ya 7 mstari wa 19. Romans chapter 7 verse 19. Neno la Bwana linasema hivi, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, lile zuri ambalo ninalolipenda silitendi, bali ile, tazama kitu, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Lile baya nisilolipenda ndilo ninalolitenda. Kwa hiyo hata waliotutangulia iliwatokea. Si kwamba changamoto hii tunapitia ni sisi peke yetu, la hasha. Hata wale ambao waliotutangulia walipitia changamoto kama hii. Ndio maana tunaona Paulo naye alipitia changamoto kama hii. Tunamwona Paulo anasema lile alilokuwa analipenda kulifanya hakuweza kulifanya, na lile ambalo alikuwa analichukia asilifanye ndilo alilolifanya. Tazama hicho kitu. Maana yake hapa kulikuwa kuna vitu ambavyo vinavyoendelea. Sasa swali letu liko hapa. Ndipo msingi wetu wa somo ulipo. Mtumishi, itawezaje kushinda dhambi za kujirudia? Dhambi ambayo inajirudia tena na tena kwenye maisha yangu. Dhambi inajirudia tena na tena kwenye maisha yangu. Ni dhambi ile ile, nimekaa hapo miaka 10 nimeshindwa kutoka. Nimekaa kwenye addiction miaka 10 nimeshindwa kutoka. Nimekaa kwenye dhambi fulani miaka 10 ya siri, hata mume wangu hajui, hata mke wangu hajui, hata wazazi wangu hajui. Nimekuwa kwenye kifungo hicho kwa muda mrefu. Nitawezaje sasa kutoka katika kifungo hicho? Nitawezaje kutoka katika kifungo hicho? Au nitawezaje kuishinda dhambi hiyo? Ni dhambi ambayo nimekuwa natubu Jumatatu and then Jumatano nairudia. Ni dhambi ambayo nimekuwa natubu Jumatano, baada ya wiki moja narudia. Ni dhambi ambayo nimekuwa nikitubu leo, baada ya mwezi mmoja narudia. Ni dhambi ambayo nimekuwa nikitubu leo, baada ya miezi miwili narudia. Na nimejaribu kuishinda dhambi hiyo, mtumishi wa Mungu, nimeshindwa. Nini nifanye? Biblia haikunyamaza kimya. Biblia haikutuacha gizani kabisa. Lakini Biblia ilituelekeza hatua kwa hatua namna ya kufanya kuweza kushinda dhambi za kujirudia. Biblia imetuelekeza hatua kwa hatua namna ya kushinda dhambi ambayo inakuwa inajirudia kwenye maisha yetu. Na hatua ya kwanza ambayo Biblia imetuelekeza, hatua ya kwanza kabla ya hatua nyingine, hatua ya kwanza ambayo unaotakiwa kuifahamu, jambo la kwanza la kufahamu, lazima utambue kwamba dhambi ya kujirudia ni vita ya kiroho. Hii ni jambo la msingi ambalo unatakiwa ulifahamu. Tarudia tena na tena hii point iweze kukaa kwenye ufahamu wako. Dhambi yoyote ambayo imekuwa ikijirudia kwenye maisha yako ni dhambi ile ile moja ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Unaifanya mara kwa mara, umefanywa deliverance lakini bado inajirudia. Umeomba, unaona bado inajirudia. Hiyo dhambi inajirudia mara kwa mara. Ni dhambi ile ile mara kwa mara. Ukiona hicho kitu, kuna jambo la kwanza lazima utambue ili uweze kushinda. Jambo la kwanza ambalo unalotakiwa kufahamu, tambua kwamba dhambi ya kujirudia, tambua kwamba dhambi ya kujirudia ni vita
ya kiroho. Narudia tena na tena na tena na tena. Hii point iweze kukaa kwenye akili yako. Sitaki kwenda haraka nikakuacha mahali fulani. Nataka turudie taratibu ili uweze kuelewa hatua kwa hatua vizuri, ili baada ya somo hili ukatoke mahali fulani. Sasa tazama, hatua ya kwanza ambalo ili uweze kushinda jambo hili, hatua ya kwanza ni lazima utambue kwamba dhambi ya ni vita ya kiroho. Unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo dhambi ya kujirudia si tabia tu, bali ni vita kati ya mwili na roho. Narudia tena. Dhambi ya kujirudia si tabia tu ya mwili ambayo tunaiona. Dhambi ya kujirudia sio tabia tu ya mwili ambayo tunaiona. Hapana. Bali ni nini? Bali ni vita ya roho kati ya mwili na roho. Sasa hivi vitu viwili ndio vinakuwa vina fight. Sasa ngoja tuende kwenye maandiko hatua kwa hatua uweze kuona. Kwa ili kuonyesha katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Kitabu cha Wagalatia, Galatians chapter 5 verse 17. Kwa tuangalie, tutasoma SUV ambayo tumeizoea siku zote. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasemaje? Nataka nikuonyeshe sasa nini kinachoendelea katika maisha yetu. Biblia inasema hivi: kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Kwa hiyo mwili huu asili yake unatamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamuwezi kufanya mnayotaka. Tazama mtumishi wa Mungu Paulo alivyoandika katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Ameandika vizuri sana. Anasema hivi: kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Sasa anatupa siri moja wapo na kutuonyesha kazi moja wapo au tabia moja wapo ya mwili ni nini. Anatuambia sasa Paulo kwamba tabia moja wapo ya mwili ni mwili una tamaa. Mwili una tamaa. Na tamaa hiyo ya mwili inaenda against roho. Tazama Paulo anachotuambia hapa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Tazama hiki kitu: mwili hutamani ukishindana na roho. Sasa anatupa tabia ya mwili, ambao tabia mojawapo ya mwili una tamaa. Na ukiendelea kusoma kwenye Biblia yako utaweza kuona tamaa inayotokana na mwili inaitwa tamaa ya mwili au tamaa za mwili. Sasa tazama hiki kitu, tamaa zinazotokana na mwili always, mara zote zinakuwa zinapingana na roho. Ndio maana anasema hivi: kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Kwa maana yake hapa katikati kuna vita kati ya roho na mwili. Kwa hiyo roho ina push kile kitu ambacho inakitaka, na mwili na wenyewe una push kile kitu ambacho unachokitaka. Kwa huyu anavuta kwake na huyu naye anavuta kwake. Kwa roho inavuta kwake na mwili pia unavuta kwake. Tazama Biblia imetuandikia vizuri sana. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Sasa hapa ndipo vita ilipo kati ya mwili na roho. Hapa hajamuongelea Shetani, hapa tunaongelea mwili na roho, ndipo vita ilipo. Anaendelea mbele, anasema na roho kushindana na mwili. Kwa hiyo mwili unashindana na roho, na hiyo roho na yenyewe inashindana na mwili. Kwa hiyo mwili unavuta kwake na roho pia inavuta kwake. Kwa hiyo roho inataka mwanadamu afanye kile ambacho roho inataka, na mwili unataka mwanadamu afanye kile mwili unachotaka. Sasa hapa ni vita kati ya roho na mwili. Anaendelea mbele, kwa maana hizi zimepingana. Kwa hawa wanapingana kati ya mwili na roho. Biblia ya Kiswahili imetumia herufi kubwa roho. Anasema kwamba
kwa maana hizi zimepingana, hata muwezi kufanya mnayotaka. Sasa kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana kati ya roho na mwili, ndio sababu ninyi hamwezi kufanya kile unachokitaka. So unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa nirudie tena na tena na tena, kwa sababu tumeona katika kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 15, Paulo anatuambia kile ninachokipenda sikitendi, lakini kile ninachokichukia ndicho ninachokitenda. Tazama Paulo anachotuambia, kile anachokipenda hakitendi na kile asichokipenda ndicho anachokitenda. Kwa nini? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 imetuonyesha kwamba kuna mahali ambapo kuna vita kati ya mwili na roho, na roho ikishindana na mwili, na mwili ukishindana na roho. Kama hivyo, kwa sababu hiyo hivi napingana, kwa hiyo hamwezi kufanya vile mnavyotaka. Kwa chochote ambacho unachotaka kuishi maisha matakatifu, huwezi kuishi maisha matakatifu kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Huwezi kuacha uzinzi kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Huwezi kuacha uasherati kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Huwezi kuacha uongo kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Ni ngumu kuacha uvivu kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Huwezi ukasamehe kwa sababu hivi vitu viwili vinapingana. Hivi vitu viwili vinapingana. Sasa tazama, ngoja tuangalie katika kitabu cha Wagalatia hiyo, halafu tuangalie kitabu Biblia ya Habari Njema imetumia lugha gani, au tuangalie tafsiri ya neno imetumia lugha gani. Imetumia lugha rahisi kidogo katika mstari huo. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17, Galatians chapter 5 verse 17, tutasoma tafsiri ya neno. Inasema hivi, tazama, tutasoma taratibu hatua kwa hatua. Biblia inasema hivi, kwa maana mwili hutamani, tazama hicho kitu, mwili hutamani yale yaliyo kinyume na roho. Kwa siku zote ametumia lugha nzuri sana. Anasema hivi, kwa maana mwili hutamani yale yaliyo kinyume na roho. Kwa kitu chochote ambacho mwili always unakuwa unataka, mwili always, siku zote mwili unataka vile vitu ambavyo viko kinyume na roho. Unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena, mwili hutamani yale yaliyo kinyume na roho, ndio mwili unayoyataka. Kwa chochote ambacho mwili wako unataka ni kinyume na roho. Roho inataka usali, mwili hautaki usali, mwili unataka kulala. Roho inataka usome Biblia, lakini mwili hautaki, mwili unataka ushinde kwenye TV na kadhalika. Kwa hiyo anatuambia sasa, kwa maana mwili hutamani yale yaliyo kinyume na roho, naye roho hutamani yale yaliyo kinyume na mwili. Roho na mwili hupingana, kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnayotaka. Hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa huu mstari, kwa nini nimesoma mstari huu? Kwa maana mstari huu unatuonyesha vita iliyopo kati ya mwili na roho. Kitabu cha Wagalatia, mstari huu wa Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17, mstari huu unatuonyesha vita iliyopo kati ya roho na mwili. Unaweza kuelewa hicho kitu? Paulo ametuandikia vizuri sana katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Mstari huu unatuonyesha vita iliyopo kati ya roho na mwili. Kwa tunagundua kwamba ili tuweze kushinda dhambi zinazojirudia au dhambi ya kujirudia, ni lazima tutambue kwamba dhambi ya kujirudia si tabia tu, bali ni vita ya kiroho. Kwa hii ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa uweke kwenye akili yako, kwamba dhambi ya kujirudia ambayo nimekuwa nikihangaika nayo kwa miaka kadhaa au kwa miezi kadhaa au kwa siku kadhaa imekuwa ikijirudia, tambua kwamba hii ni vita ya kiroho inaendelea kati ya roho yako na mwili wako. Kwa ukishafahamu na jambo hili kwamba hii ni vita ya kiroho, unapata pointi hapa kwamba hatuwezi tukaishinda vita ya rohoni kwa nguvu za mwili. Narudia tena,
hatuwezi tukashinda vita ya rohoni au ya kiroho kwa nguvu za mwili. Hatuwezi. Kwa unagundua kitu kwamba siwezi nikaishinda dhambi inayojirudia kwenye maisha yangu kwa nguvu zangu mwenyewe. Hichi kitu kama unaandika hiki kitu kwamba kama tumegundua kwamba dhambi inayojirudia si tabia tu, bali ni vita ya kiroho. Kwa maana kama ni vita ya kiroho, tunakuja kugundua kitu kingine kwamba vita ya kiroho hatuwezi tukaishinda kwa nguvu za kimwili. Kwa maana vita ya kiroho lazima tuishinde kwa nguvu za roho. Kwa maana tunagundua kitu kimoja, dhambi inayojirudia hatuwezi tukaishinda kwa nguvu za kimwili. Tunahitaji nguvu za kiroho zitakazoweza kutusaidia sisi kushinda dhambi hii, kushinda hii dhambi inayojirudia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lazima ufahamu jambo hilo kwamba hii ni vita ya kiroho. Jambo la pili ambalo lazima ufahamu, ili uweze kushinda dhambi ya kujirudia, lazima ufahamu kwamba jambo la pili, lazima ukubali kwamba huwezi ukaishinda dhambi hiyo kwa nguvu zako. Narudia tena. Utakapofahamu hatua ya kwanza kwamba dhambi inayojirudia si tabia tu, bali ni vita vya kiroho. Ukishafahamu ni vita vya kiroho, mbili, lazima ukubali kwamba huwezi ukaishinda dhambi ya kujirudia kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Huwezi. Au kwa lugha rahisi naweza nikasema hivi, huwezi ukashinda dhambi ya kujirudia kwa nguvu za mwili wako. Sasa hapa ndio watu wengi waliposhindwa. Hii ndio sababu watu wengi, Wakristo wengi, wameshindwa kuishinda dhambi inayojirudia kwa sababu mojawapo ni hii. Na sababu hiyo ni ipi? Wanatumia nguvu zao kuishinda dhambi. Narudia tena. Wanatumia nguvu zao kushinda dhambi. Mpendwa, huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Narudia tena. Huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Mbili, huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu za mwili. Kwa sababu dhambi si ya mwilini. Dhambi asili yake ni rohoni. Kwa ili tuweze kuishinda, tunaishinda kwa nguvu za rohoni. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa sababu mojawapo ya kushinda addiction, kushinda dhambi inayojirudia, sababu mojawapo ni nini? Tunatumia nguvu zetu binafsi kuishinda dhambi hiyo badala ya kutumia neema ya Kristo Bwana Yesu. Tunatumia nguvu zetu badala ya kutumia neema ya Kristo Bwana Yesu, ili neema hiyo ituwezeshe sisi kushinda dhambi hiyo. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Warumi, kitabu cha Yohana. Ngoja tuangalie kitabu cha Yohana kwanza. Kitabu cha Yohana 15. Yesu aliongea maneno mazuri sana ambayo atakayotusaidia sisi sasa katika somo letu. Ngoja tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Yesu aliongea maneno mazuri sana ambayo yatakayotusaidia sisi kutuelekeza namna ambavyo tunaweza tukashinda dhambi inayojirudia. Tazama, nisikilize hatua kwa hatua, taratibu twende hatua kwa hatua na utaweza kuelewa hiki kitu. Yohana sura ya 15 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Tazama Yesu anachoongea. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana.
Kwa yule anayekaa ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani yake, huyo huzaa sana. Alafu anaendelea sasa, anatoa maneno mazuri hapa. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Tazama Yesu anachosema. Pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Maana yake pasipo Yesu hatuwezi kuishinda dhambi hiyo. Tazama Yesu anachosema hapa. Pasipo yeye hatuwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Yesu hatuwezi kufanya jambo lolote. Yesu anaongea mwenyewe katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Anasema pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Tazama Yesu anachosema katika kitabu cha Yohana hapa. Anasema hivi. Pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Na hakika pasipo Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Hatuwezi kufanya neno lolote pasipo Yesu Kristo. Hatuwezi kufanya neno lolote pasipo Yesu Kristo. Kwa maana yake ili tushinde dhambi inayojirudia, tunamhitaji Yesu. Tunamhitaji Yesu. Hatuhitaji nguvu zetu binafsi. Hatuhitaji nguvu zetu wenyewe. Hatuhitaji nguvu za miili yetu zitusaidie kuishinda dhambi hiyo. La hasha. Tunamhitaji Yesu. Kwa maana Yesu amesema katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 kwamba ninyi hamuwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Anasema lakini pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Ni Yesu anasema kwa kinywa chake. Narudia tena na tena na tena, Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Hii kitu ikae kwenye akili yako kwamba wewe pasipo Yesu hauwezi kufanya neno lolote. Kwa lazima ukubali. Hii ndio point yetu ya pili. Ili tuweze kushinda dhambi inayojirudia, ni lazima ukubali. Hii ni hatua ya pili. Tumesema hatua ya kwanza lazima ufahamu hii ni vita ya kiroho. Dhambi inayojirudia sio tabia tu, bali ni vita vya kiroho. 2, tumesema ni lazima ukubali kwamba huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako binafsi. Kwa nguvu zako mwenyewe huwezi. Na Yesu ametuthibitishia hapa katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 kwamba pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya lolote. Kwa lazima ukubali. Kukubali means to surrender to him. Lazima ukubali, usalende kwamba Yesu pasipo wewe mimi siwezi kufanya neno lolote. You need to surrender to him. Sasa tatizo, kwa nini tumeshindwa kutoka kwenye kifungo cha dhambi inayojirudia? Kwa nini tumeshindwa kushinda dhambi inayojirudia? Kwa sababu hatujakubali kwamba sisi binafsi hatuwezi tukashinda dhambi kwa kumtegemea Kristo. Kwa hiyo tunategemea nguvu zetu sisi kuweza kushinda dhambi, na imeshindikana. Tumeshindwa kuvuka. Kwa nini? Kwa sababu tunategemea nguvu zetu, tunategemea akili zetu, tunategemea ujanja wetu. Pasipo yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Hata ukitumia mbinu za wana saikolojia, ukitumia mbinu 1, 2, 3, 4, 5, kwa nguvu zako binafsi, kwa nguvu za mwili wako, haiwezekani kuishinda dhambi inayojirudia. Na ndio maana Paulo alijifunza jambo hili mapema sana, kwamba hawezi kushinda dhambi au dhambi yote inayojirudia kwa nguvu zake mwenyewe. Hiki kitu Paulo alijifunza mapema sana. Paulo alijifunza hiki kitu mapema sana, kwamba huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Kwa ili kuonyesha katika kitabu cha Warumi sura ya 7. Kwa ili kuonyesha Warumi sura ya 7. Warumi sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 25. Kitabu cha Warumi sura ya 7, Romans chapter 7 verse 24 to 25. Romans chapter 7 24 to 25 inasemaje?
Paulo anasema sasa kwenye Warumi sura 7 mstari wa 24 mpaka 25. Tutaenda kwa hatua ili uweze kuelewa vizuri. Tazama Paulo anachosema, Warumi sura 7 mstari wa 24 mpaka 25. Ole wangu, anasema ole wangu maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Tazama anasema ole wangu mimi maskini. Ni nani atakayeniokoa mimi na mwili huu wa mauti? Ni nani atakayeniokoa mimi na mwili huu wa mauti? Ni nani atakayeniokoa mimi na mwili huu wa mauti? Ni nani? Mstari wa 25. Paulo anasema sasa, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Kwa anamshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana Yesu kwa kumwezesha na kumpa nguvu za kushinda mwili wake. Kwa hiyo nguvu ya kushinda mwili huu wa nyama haitoki kwenye mwili wetu. Nguvu ya kushinda mwili huu wa nyama inatoka kwake Kristo Bwana Yesu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Nguvu za kushinda mwili huu, nguvu za kushinda tamaa za mwili huu hazitoki kwetu. Nguvu za kushinda tamaa za mwili huu zinatoka kwa Yesu Kristo peke yake. Weka kwenye akili yako, usije ukasahau hata siku moja. Kwa sababu usipofahamu jambo hili kwamba nguvu za kushinda mwili au nguvu za kushinda tamaa za mwili zinatoka kwa Yesu peke yake, maana yake utakapokosea utakuwa unajilaumu sana. Utakapokosea utakuwa unajihukumu sana. Unaelewa hicho kitu? Usipofahamu nguvu za kushinda mwili wako zinatoka kwa nani, ukifikiri nguvu za kushinda mwili wako zinatoka kwako mwenyewe, ukikosea utaanza kujilaumu, utajichukia na kadhalika. Lakini ukifahamu nguvu za kushinda dhambi zinatoka kwa Kristo Bwana Yesu, hata unapokosea hautajilaumu, hautajichukia, hautajiona ufai, bali utamtegemea yeye peke yake. Kwa hiyo jambo la kujifunza katika pointi yetu ya pili hapa, acha kutegemea nguvu zako. Acha kutegemea nguvu zako binafsi, bali mtegemee Kristo peke yake. Tazama hiki kitu. Acha kujitegemea. Acha kutegemea nguvu zako binafsi. Acha kutegemea nguvu za mwili wako, bali mtegemee Kristo peke yake katika kushinda tamaa hizi za mwili. Kwa sababu tamaa za mwili huwezi ukazishinda kwa mwili. Tamaa za mwili unazishinda kwa nguvu za Kristo Bwana Yesu peke yake. Utakapofahamu jambo hilo, hata utakapokosea hautajilaumu, hata utakapokosea hautajihukumu. Tazama Yuda alivyokosea. Alitumia nguvu zake kuishinda dhambi na alishindwa. Na mwisho akaanza kujilaumu, akaona ulaumu mwili huu wa nyama. Huu mwili wa nyama ndio umemkosesha. Akaona mwili wa nyama umemkosesha, haufai hata kuishi. Akaenda akajiua. Akaenda kuadhibu mwili uliomkosesha. Kwa nini mwili umenikosesha? Mimi nimetenda dhambi. Kwa hatia ilimsumbua. Kujilaumu, kujihukumu kulimsumbua. Akaona hakuna nini cha kufanya. Na shetani akampa solution. Akamwambia, jiue tu, jiue tu, jiue tu, jiue tu. Usijilaumu unapokosea kwa sababu hujajiita. Usijihukumu unapokosea kwa maana hujajiita. Usijihukumu unapokosea kwa maana hujajifia pale msalabani. Usijilaumu pale unapokosea kwa sababu hujajifia pale msalabani, bali unapokosea mtazame Bwana Yesu peke yake. Unapokosea utazame msalaba peke yake. Kwa maana wewe sio malaika, wewe ni mwanadamu. Unaweza ukakosea, unaweza ukaanguka dhambini, unaweza ukaanguka hata mara 7, lakini utajanyuka tena. Unapokosea utazame msalaba peke yake. Unapokosea tazama neema ya Kristo Bwana Yesu peke yake. Unapokosea itazame neema ya Kristo Bwana Yesu peke yake. Unapokosea tazama rehema zake. Unapokosea utazame upendo wake. Unapokosea utazame uzuri wake. Usimkimbie Mungu, mkimbilie yeye. Kimbilia rehema za Bwana. Kimbilia neema ya Bwana. Kimbilia upendo wake.
kimbilia uzuri wake, ukakae hapo, ujifiche hapo, kwa maana hapo ndipo palipo na msamaha wa dhambi. Kwenye msalaba hapo ndipo palipo na msamaha wa dhambi. Kwenye msalaba hapo ndipo palipo na kila kitu. Hapo ndipo palipokuwa na kila kitu. Mpendwa, unapokosea usiukimbie msalaba. Unapokosea ukimbilie msalaba, kwa sababu hapo ndipo palipo na ukombozi wa kweli. Hapo ndipo palipo na msamaha wa kweli. Nje ya msalaba hakuna ondoleo la dhambi. Nje ya msalaba hakuna ukombozi wa kweli. Nje ya msalaba hakuna amani ya kweli. Nje ya msalaba hakuna uponyaji wa kweli. Huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako. Tunaishinda dhambi kwa msalaba wa Kristo Bwana Yesu peke yake. Kupitia msalaba wa Kristo Bwana Yesu, hapo kwenye msalaba ndipo dhambi iliposhindwa. Hapo kwenye msalaba ndipo dhambi iliposhindwa, pale damu ya mwana kondoo ilipomwagika. Usitumie nguvu zako kuishinda dhambi mpendwa. Usitumie nguvu zako za kimwili, nguvu zako binafsi kuishinda dhambi. Mtazame yeye peke yake. Utazame msalaba peke yake. Utazama msalaba peke yake. Tazama msalaba peke yake. Hata kama umekosea, usihukumu, usijilaumu. Ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Kwa hiyo tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Kwa hiyo kuonyesha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, neno la Bwana linasema, tazama hiki kitu. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye alianzisha kazi njema mioyoni mwenu ataitimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Paulo anasema nami ninaloliamini ndio hili, ya kwamba ile kazi njema ambayo Kristo Bwana Yesu ameianzisha ndani yenu hakika ataitimiliza. Kwa na wewe sasa, hata unapokosea usijihukumu, usijilaumu. Fungua Biblia yako, fungua hiyo Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Jiambie mwenyewe kwamba hili ndio ninaloliamini, ya kwamba ile kazi njema ambayo Bwana Yesu ameanzisha ndani yangu, ile kazi njema ambayo Bwana Yesu ameanzisha ndani yangu hakika ataitimiliza. Hakika ataitimiliza. Maana yake siku ulipompokea Bwana Yesu, kuna kazi njema ilianza ndani yako. Na hiyo kazi njema haikuchukua siku moja, sio kazi ya siku moja, ni kazi ambayo inaendelea kila siku. Ndio maana nasema na hili niliaminilo, ile kazi njema ambayo Bwana ameianzisha. Siku ambapo ulimpokea Bwana Yesu, kazi njema ilianzishwa ndani yako. Hiyo kazi njema inaendelea kila siku kwenye moyo wako. Hiyo kazi njema inaendelea ndani yako kila siku kwenye maisha yako. Iache hiyo kazi njema iendelee. Usiharibu kazi ya Mungu ndani yako. Hata unapokosa, iache hiyo kazi njema iendelee ndani yako. Kazi yako ni moja, kumwamini Kristo peke yake. Sio kuamini nguvu zako, sio kutegemea akili zako. Kazi yako ni moja tu, kumtazama Kristo peke yake, kumwamini Kristo peke yake, kumtegemea Kristo peke yake. Sio kutegemea akili zako, si kutegemea nguvu zako. Biblia haijasema tutegemea akili zetu. Hapana. Biblia imekataza tusitegemee akili zetu. Tusitegemee nguvu zetu binafsi, bali tumtegemee yeye peke yake. Na tutakapofanya hivyo, utaona ushindi. Utaona ushindi. Wakati mwingine ni Mkristo anatamani ashinde addiction siku moja, anatamani ashinde udhaifu fulani aliokuwa nao siku moja. Wakati mwingine take time. Hiyo kazi ambao, kuna kazi ambao Bwana anaendelea kufanya ndani yako. We kazi yako ni moja tu, kukubali huwezi kuishinda dhambi kwa nguvu zako. Kazi yako ni moja tu, kusalenda mbele zake. Yeye ndio daktari wa mioyo yetu. Yeye ndio daktari wa miili yetu. Yeye ndio daktari anaweza kuchonga na kuondoa tabia mbaya na madhaifu ya kila aina ndani yetu. Kwa hiyo lazima tusalende. Yeye ni daktari, yeye ni tabibu. Unapokuwa kwa tabibu yoyote, unapokuwa umelazwa kwenye kitanda chako cha theater, umelala pale, wanakuchoma sindano ya usingizi ili usalende, ili yule tabibu afanye chochote anachotaka kwa huyo mtu, pasipo resistance yoyote. Na ndicho ambacho sisi tunachotakiwa kufanya kwa Bwana Yesu. What we need to do, tunachohitaji kufanya is just to surrender to him. Tunachotakiwa sisi kufanya ni kusalenda kwake. Tusitumie nguvu zetu. Usitumie nguvu zako kushinda dhambi. Wewe bali salenda tu kwa Bwana Yesu, mwambie niko hapa, unifanye vile wewe upendavyo. Hata kama ukikosea usijilaumu, mwambie Bwana bado niko hapa. Kwenye kitanda cha upasuaji nipo hapa, Bwana, kwenye kitanda cha theater nifanye vile tu upendavyo. Hiyo kazi ambayo wewe umeanzisha ndani yangu,
amepasua kifua chako, anashughulika na moyo wako, anashughulika huko, anafanya kitu ndani yako. Mwachie tu aendelee kufanya. Pamoja na kufanya dhambi na kuanguka dhambi kwa dhambi ile, mwambie tu Bwana Yesu, niko hapa, unifanye vile wewe upendavyo, unifanye vile wewe upendavyo. Hata pamoja na kukosea kwangu, Bwana, ninaamini ile kazi njema ambayo Bwana Yesu unaendelea kufanya kwa maisha yangu. Na utashangaa, utaishinda dhambi hiyo na hautarudi kwenye dhambi hiyo tena. Jambo la tatu au hatua ya tatu ili uweze kushinda dhambi ya kujirudia. Hatua ya tatu au jambo la tatu la kufanya. Jambo la tatu la kufanya, hitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Jambo la tatu la kufanya ili uweze kushinda dhambi na ujirudia. Ili uweze kushinda dhambi na ujirudia, hitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Tumesema kwamba katika pointi yetu ya pili, lazima ukubali huwezi kushinda dhambi hiyo kwa nguvu zako. Huwezi kuishinda dhambi hiyo kwa nguvu zako. Kwa jambo la tatu ni nini? Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa muhitaji Roho Mtakatifu. Yeye afanye operation kwenye moyo wako. Yeye afanye kila kitu ndani yako. Mwachie afanye vile anavyotaka yeye. Mwachie Roho Mtakatifu afanye anavyotaka yeye kwa maisha yako. Narudia tena. Mwachie Roho Mtakatifu afanye vile anavyotaka kwenye maisha yako. Sio Roho Mtakatifu afanye unavyotaka wewe, la hasha. Mwachie Roho Mtakatifu afanye vile anavyopenda yeye, kwa sababu mipango yake kwako ni mizuri zaidi kwenye maisha yako kuliko mipango yako we mwenyewe. Mawazo ya Roho Mtakatifu kwako ni mawazo mazuri zaidi kuliko mawazo ambayo unajiwazia wewe. Kwa hiyo mwachie Roho Mtakatifu afanye anachotaka. Katika udhaifu ambao uko nao, katika dhambi hiyo unayostruggle nayo ya kujirudia, inajirudia, hitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Mwachie Roho Mtakatifu afanye kile anachotaka kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, neno la Bwana linasemaje? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Basi nasema, enendeni kwa Roho, imetumia herufi kubwa. Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maana yake tukienenda kwa Roho, in Galatians chapter 5 verse 16. Anasema basi nasema, enendeni kwa Roho, enendeni kwa Roho, enendeni kwa Roho. Tazama anachosema. Basi nasema enendeni kwa Roho, enendeni kwa Roho. Mwende katika Roho, walk in the Spirit. Enenda katika Roho, wala hautazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa ili tuweze kushinda tabia za mwili, lazima tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lazima tukubali kutembea katika Roho Mtakatifu. Lazima tukubali Roho Mtakatifu awe ni kila kitu kwenye maisha yetu. Pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu, ni ngumu sana kushinda tamaa za mwili. Hapa sasa ndipo ambapo tunahitaji tusikilize kwa makini zaidi, kwamba pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kushinda tamaa za mwili. Ndio maana si kwa nguvu wala kwa uweza, bali kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Si kwa nguvu zetu, si kwa nguvu zetu, si kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa tamaa za mwili tuwezi kushinda kwa nguvu zetu, kwa mili yetu, kwa akili zetu, kwa ujanja wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu peke yake. Ndio maana Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16, Paulo anasema basi nasema, enendeni kwa Roho, enendeni kwa Roho, walk in the Spirit. Tembea katika Roho, enenda katika Roho, ishi katika Roho. Ukiishi katika Roho, nini kitatokea? Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo hautafanya hizo tamaa za mwili iwapo utakapoenenda katika Roho. Kwa ili kuonyesha kitabu cha Warumi sura ya 8. Kwa ili kuonyesha kitabu cha Warumi sura ya 8, Romans chapter 8 verse 11, neno la Bwana linasemaje? Kwa ili kuonyesha hapa Paulo ametufundisha neno zuri sana hapa juu ya namna kushinda tamaa za mwili, kitu ambacho Roho Mtakatifu anakifanya ndani yetu. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, ikiwa roho yake, herufi kubwa, roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Iwapo roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu, huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Iwapo anakaa ndani yetu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuisha mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa maana yake sasa, Mungu
ataihuisha mili yetu, ataifanya upya mili yetu kwa roho wake. Oh, hallelujah, glory to Jesus. Tazama anachosema hapa, anasema hivi: yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa maana yake Roho Mungu atahuisha mili yetu hii iliyo katika hali ya kufa kwa Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Sasa hii ni pati kubwa mno ambao Roho Mtakatifu anaicheza. Roho Mtakatifu ni roho kubwa sana ambao Roho Mtakatifu anaicheza katika maisha yetu. It's a big law ambao Roho Mtakatifu anaicheza kwenye maisha yetu. Ndio maana hauwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako. Huwezi ukamuondoa Roho Mtakatifu ukamweka pembeni and then ukashinda dhambi na ujirudia kwa nguvu zako. Haiwezekani. Kwa sababu he is the master key. Yeye ndio hiyo funguo inayotegemewa. Yeye ndio kila kitu. Ndio maana anasema enendeni kwa Roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za mwili. Kwa maana yake pasipo Roho Mtakatifu huwezi kuishi maisha matakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu huwezi kuzishinda tamaa za mwili. Lakini ukienenda katika Roho Mtakatifu, nini kinatokea? Hautazitimiza hizo tamaa za mwili. Na hapa ndipo tulipokosea Wakristo wengi. Tumekataa kuenenda katika Roho Mtakatifu, tumemweka pembeni kwenye maisha yetu. Wala hatutambui uwepo wake, wala hatutambui kwamba yeye yupo. Tumemwacha. Lakini kama tukikubali kuongozwa na yeye, tukikubali kuenenda katika Roho Mtakatifu, hatutatimiza hizo tamaa za mwili. Tukikubali kuongozwa na yeye, tukikubali kuenenda katika yeye, nini kinatokea? Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu ataihuisha hiyo miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Jambo la 4, ili uweze kushinda dhambi inayojirudia, hatua ya 4, ni lazima uelewe mamlaka yako katika Kristo Yesu. Narudia tena, lazima uelewe mamlaka ambayo yako ndani yako. Tazama hiki kitu. Kwa lazima uelewe mamlaka ulionayo ndani ya Kristo Bwana Yesu. Lazima uelewe mamlaka ambayo yako ndani yako. Lazima uelewe mamlaka ulionayo katika Kristo Yesu. Lazima uelewe. Hiki ni jambo la muhimu sana. Kwa ndio maana unaona Wakristo wengine wanaanguka si kwa sababu hawana mamlaka. Narudia tena. Wakristo wengine wanaanguka si kwa sababu hawana mamlaka katika Kristo Yesu. Hapana. Wana mamlaka katika Kristo Yesu, lakini hawajui kama wana mamlaka katika Kristo Yesu, wala hawajui namna ya kuyatumia mamlaka hayo. Hawajui how to exercise your authority katika Kristo Yesu. Unaweza kuelewa hicho kitu. Kuna miaka fulani ya nyuma imepita, nilienda mahali fulani kwa mtu fulani kumuona. Na nilipofika kwa yule mtu, tulikuwa tuna gari fulani ambayo tulikuwa tunatumia kwenda kwa yule mtu. Na tulipokaribia kwake, ile gari ambayo tulikuwa tunatumia tulizama. Tukakaa pale kwa muda mrefu. Ile gari yetu imezama pale, imekaa. Tumehangaika, tumechimba. Tumefanya kile tulichokuwa tunafanya. Kwa sababu ilikuwa ni mbali kidogo, ni nje ya mji, kijiji fulani. Tuenda kwa mtumishi wa Mungu mmoja. Ni nje ya mji, mbali sana, miaka imepita mingi kidogo. Kwa sababu ni nje ya mji. And then ikaja ambulance, gari ya serikali ya hospitali moja, kijiji kimoja, ikaja. Ilipofika, yule dereva akashangaa, mmekwama. Kwa nini mmekwama kati mna gari nzuri? Mmetumia for drives nini na kadhalika. Akasema ngoja niwatolee. Akaingia mle, akawasha pale ile sehemu, akaweka, akabonyeza, and then akaondoa gari na gari katoka. Tukashangaa, kumbe ni rahisi hivi. Tulikuwa na gari nzuri ambayo inaweza ikatoka pale tulipokuwa tumekwama. Tulikuwa tuna gari nzuri ambayo ilikuwa na uwezo wa kutoka pale tulipokwama, lakini tulishindwa kutoka pale tulipokwama. Kwa nini? Hatukujua nguvu na mamlaka ile gari yetu iliyokuwa nayo. Maana kama tungekuwa tunafahamu
uwezo wa lile gari ambalo tulikuwa nalo, na namna nzuri ya kulitumia, namna nzuri ya kuexercise ile power, ile nguvu ile gari ilionayo, nguvu ya kuweza kuzungusha matairi yote manne, nguvu ya kuweza kugawa nguvu kwenye kila tairi na kuweza kututoa pale kwenye to. Kama tungefahamu hiyo nguvu, hiyo gari na hiyo nguvu, tusingekaa pale masaa na masaa na masaa. Na hii ndio Wakristo wengi wako nayo. Wakristo wengi wapo kwenye addiction fulani, wameshindwa kutoka kwa kwenye bondage fulani. Dhambi fulani imewafunga na inajirudia tena na tena na tena na tena, na wameshindwa kutoka. Kwa nini? Hawajui mamlaka walionayo katika Kristo Yesu. Na wengine wanajua mamlaka walionayo katika Kristo Yesu, lakini hawajui namna ya kuexercise, namna ya kuyatumia hayo mamlaka yaliyo ndani yao katika Kristo Bwana Yesu. Kama tukifahamu mamlaka tulionayo sisi wa Kristo katika Bwana Yesu, maisha yetu hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Narudia tena, kama wewe ni Mkristo, ukifahamu mamlaka ambayo yako ndani yako katika Kristo Bwana Yesu, na ukaanza kuexercise hayo mamlaka, maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Vitu vingi kwenye maisha yako utavishinda. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Warumi sura ya 6, kitabu cha Warumi sura ya 6, Warumi Paulo aliandika kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 8, ilikuwa inaongelea namna mtu anavyoweza kuwekwa huru mbali na dhambi, anavyopata msamaha wa dhambi, namna ambavyo anaweza kaishinda nguvu ya dhambi na kadhalika. Tazama kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Ngoja nikusomee hapa taratibu uweze kuelewa. Kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 14, neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa neno la Bwana linasema dhambi haiwezi kututawala sisi. Dhambi haiwezi kututawala sisi. Kwa hiyo lazima uweke kwenye akili yako. Hiyo Warumi sura ya 6 mstari wa 14 lazima uiweke kwenye akili yako kwamba dhambi haiwezi kututawala sisi. 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 Wewe sio kumilikiwa na dhambi. Hapana, hapana, hapana. Wewe umeshawekwa huru mbali na dhambi katika Kristo Bwana Yesu. Dhambi ilishashindwa pale msalabani. Kwa sisi tunachofanya ni kuexercise yale mamlaka ambayo Mungu ametupatia juu ya dhambi. Ndio maana hata kama ukikosea, kukosea au kuanguka dhambini haimaanishi hayo mamlaka hayako ndani yako. Kuanguka dhambini haimaanishi kwamba hayo mamlaka yako ndani yako. Mamlaka yako ndani yako. Unachotakiwa kufanya ni kuexercise hayo mamlaka. Mamlaka ndio yanakuwezesha uende kwa Bwana Yesu na kuomba toba. Mamlaka ndio yanakuvuta pale msalabani. Mamlaka yaliyo ndani yako ndio yanakupeleka, yanakupa nguvu ya kushinda udhaifu huo. Mamlaka yaliyo ndani yako. Ngoja nisome Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Neno la Bwana linasema, Romans chapter 8 verse 1. Neno la Bwana linasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu juu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Ndio maana mwanzoni nikasema unapokosea usijilaumu, usijihukumu, kwa maana hujajifia msalabani. Wewe sio judge. Atakaye judge siku hiyo ni Bwana Yesu peke yake. Ni sawa sana mwanariadha wanakimbia kilomita 5 na akaanguka kwenye baada ya kukimbia kilomita 1 akaanguka, au baada ya kukimbia kilomita 2 akaanguka. Hahitaji akae hapo hapo kwenye kilomita 1 kwamba ameshindwa mashindano. Hapana. Anachotakiwa kufanya ni kunyanyuka na kuendelea kukimbia mpaka pale refa atakapopiga kipenga chake kwamba muda umeisha. Muda umeisha. Kwa tuko safarini na mhukumu mkuu, refari mkuu ambaye ni Yesu Kristo bado hajapiga kipenga chake. Kwa tuna safari. Hata ukianguka, nyanyuka tena. Ukianguka usikate tamaa, nyanyuka tena. Haijalishi umeanguka mara ngapi, usikate tamaa, usijihukumu, usijilaumu, nyanyuka, endelea mbele. Hakuna mwanariadha ambaye anaanguka anaanza kujilaumu, kwa nini ningekuwa mbali? Hapana. Ukianguka unapokuwa kwenye mashindano, amka, endelea, jitie moyo. Endelea, jitie moyo, utazame mwisho wako. Endelea, jitie moyo katika Kristo Bwana Yesu. Endelea, songa mbele kwenye wokovu. Umeanguka, umekosea, jitie moyo, songa mbele katika Kristo Yesu. Endelea mbele, endelea, usikate tamaa. Haijalishi maneno ya watu watakusema vibaya. Haijalishi watu wa dini watakusema vibaya. Haijalishi viongozi wa dini watakusema, ndugu zako watakusema vibaya na kadhalika. Songa mbele.
Mtazame Bwana Yesu. Huyo ndio mwanzilishi wa imani yetu. Huyo, ile kazi njema ambayo ameanzisha ndani yako, hakika ataitimiliza. Hakika ataitimiliza. Usikate tamaa. Usikate tamaa, hakika ataitimiliza. Jambo la tano, hatua ya kufanya. Lazima ukatae dhambi mapema. Lazima ukatae dhambi mapema. Ili uweze kushinda dhambi inayojirudia, lazima ujifunze kuikataa dhambi mapema inapokuwa mwanzoni kabisa. Ni pointi ya 5. Ili uweze kushinda dhambi inayojirudia, lazima ujue the root au mzizi wa hiyo dhambi. You need to know the root of that sin, the root of that problem. Lazima uende ndani zaidi kwenye shina au mzizi wa hiyo dhambi. Lazima uende ndani sana uweze kujua shina au mzizi wa hiyo dhambi. Na hiyo dhambi inaanzia kwenye mawazo. Kwa lazima ujifunze kukataa hiyo dhambi mapema. Kwa maana yake nini? Usicheze mawazo. Usicheze wala usiadharau mawazo. Kwa sababu kwa nini? Dhambi inaanzia kwenye mawazo. Dhambi inaanzia kwenye ulimwengu wa mawazo. Kuna ulimwengu ambao unaitwa ulimwengu wa mawazo ambao ni ulimwengu wa roho. Dhambi inaanzia huko ndani katika ufahamu wako. Kwa hiyo kabla dhambi ijawa tendo, dhambi inaanza kuwa wazo. Kwa lazima uitime ukatae wazo. Ukikataa wazo maana yake umekataa tendo. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa dhambi huanza kwenye mawazo, si kwenye matendo. Hakuna dhambi yoyote iliyoanza kwenye matendo. Dhambi inaanza kwenye mawazo. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Inaanza kwenye mawazo, inakuja kwenye kinywa na kadhalika. Hata Eva na mume wake walipokosea, hawakuanzia kwenye tendo. Ilianzia kwenye mawazo, kwenye kuongea walipokuwa wanaongea. And then baadaye ile dhambi ikawa halisi, ikawa tendo. Kwa hiyo tusiruhusu mawazo yatushinde. Usiruhusu mawazo mabaya yakushinde. Hatuwezi tukazuia mawazo mabaya yasipite kwenye fahamu zetu, lakini tunaweza tukayazuia sikae kwenye fahamu zetu. Na hapa nimefundisha vizuri sana namna ya kushinda mawazo mabaya. Kuna somo liko YouTube linaitwa jinsi ya kushinda mawazo mabaya by Innocent Morris. Unaweza ukalitafuta na ukakaa ukasikiliza vizuri hatua kwa hatua namna ya kuweza kusikiliza mawazo, namna ya kuweza kushinda mawazo mabaya. Unaweza ukasikiliza hatua kwa hatua. Kwenye somo lile nikasema kwamba hauwezi ukazuia mawazo mabaya yasipite kwenye ufahamu wako, lakini unaweza ukayazuia hayo mawazo mabaya yasijenge kiota katika ufahamu wako. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa hiyo dhambi haianzi kwenye tendo. Dhambi inaanzia kwenye matendo, kwenye mawazo. Sasa ngoja nikuonyeshe. Dhambi inaanzia kwenye mawazo. Kwa hiyo lazima ushinde mawazo mabaya. Lazima ushinde mawazo mabaya. Lazima ushinde mawazo mabaya. Ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Walumi, kitabu cha Yakobo. Ngoja nikuonyeshe, tuanze Yakobo. Ngoja Walumi tuiache. Kwa tuangalie Yakobo. Warumi tumeangalia sana. Ngoja tumwangalie Yakobo sasa. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 15. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 15. 14 mpaka 15. James chapter 1 verse 14 up to 15. James chapter 1 verse 14 up to 15. Neno la Bwana linasemaje? Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Mstari wa 15. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Kwa hiyo tamaa iko ndani huku. Ukisoma kitabu cha Walumi utaona Paulo ameandika vizuri kwenye kitabu cha Walumi sura ya 7. Tukao unaisoma, ukipata muda wako soma sura nzima, utaona Paulo ameandika vizuri sana. Lakini Yakobo anatuambia sasa kwamba mstari wa 15, halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, kwa maana lile wazo likisha zaa sasa, likichukua mimba, lile wazo likisha chukua mimba linazaa dhambi. Lile wazo likichukua mimba au ile tamaa ikishachukua mimba inazaa dhambi. Kwa hiyo tamaa yoyote huwa inachukua mimba. Kwa lile wazo linaendelea kwenye ufahamu wako juu ya zinaa, juu ya mpenzi fulani, juu ya mtu ambaye uliachana naye, unamuwaza tena na tena na tena na tena. Zile story mlizokuwa mnapiga unawaza tena na 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 tena. Na mwisho nini kinatokea? Hayo mawazo yanachukua mimba. Na kisha chukua mimba yanakuja kuzaa dhambi. Kwa hiyo mawazo yanakuja kuzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Kwa hiyo ile dhambi ikiwa inajirudia na kujirudia na kujirudia, ikikomaa inakuja kuzaa
mauti. Kwa maana yake hapa Yakobo anatuonyesha dhambi inavyoanza mbali mpaka mwisho ni mauti. Kwa hayaanzi mauti, linaanza wazo. Na hilo wazo amelita ni tamaa, ambayo inaanza kabla mwizi hajaiba. Lazima atamani kwenye ufahamu wake, atamani kuwa na hiyo TV, atamani kuwa na hilo gari, atamani kuwa na hizo hela kabla hajaiba, kabla hajafanya tendo. Kwa hiyo nini kinatokea? Kwa lile wazo linazaa. Kwa Biblia imesema ile tamaa inachukua mimba, ikizaa sasa ile tamaa inazaa dhambi. Ndio inazaa lile tendo ambalo tunaliona sasa. Ikizaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukoma inazaa mauti. Ikisha koma inazaa mauti. Ndio maana Paulo anatuelekeza jambo la kufanya katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Hiyo ni Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, neno la Bwana linasemaje? Tazama, Paulo anatuonyesha. Ngoja tuanzie mstari wa 4 mpaka wa 5. Anasema hivi: maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hapa anaongelea vita sasa ya kiroho kati ya mwili na roho. Anasema kwamba maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari wa 5, tukiangusha mawazo mabaya na kila kitu kinachoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa tunaanza kuiteka nyara kila fikra mbaya katika fahamu zetu ili viweze kumtii Kristo. Kwa ukishinda mawazo, umetangulia kushinda tendo. Narudia tena. Ukishinda mawazo au ukishinda wazo baya, umetangulia kushinda tendo. Kwa unataka ushinde wazo, ushinde tendo fulani, shinda wazo. Ukishinda wazo, umeshinda tendo. Kwa ni muhimu sana kuteka nyara zile fikra mbaya ambazo zinainuka ndani ya fahamu zetu. Ni muhimu sana kuangusha kile ngome mbaya ambazo zinajiinua, za mawazo mabaya zinazojiinua katika fikra zetu, na tunaziangusha, na zile fikra mbaya tunaziteka nyara zikapate kumtii nani? Kristo Bwana Yesu. Hatua ya 6. Kwa hiyo kuonyesha hatua ya 6 sasa, namna ya kuweza kushinda dhambi inayojirudia. Hatua ya 6 ili uweze kushinda dhambi inayojirudia, lazima ubadilishe mazingira ambayo yanachochea hiyo dhambi. Narudia tena. Lazima ubadilishe mazingira yanayochochea hiyo dhambi. Narudia tena na tena uweze kuelewa vizuri zaidi. Lazima ubadilishe mazingira yanayoichochea hiyo dhambi. Sasa tazama hapa uweze kuelewa vizuri. Nisikize kwa makini hatua kwa hatua uweze kuelewa vizuri. Dhambi yoyote ili uweze kuzaliwa inahitaji mazingira ambayo yatakayochochea ili uweze kukua na kuweza kuzaliwa. Tazama, tumeona katika kitabu cha Yakobo anasema hiyo tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi. Hiyo tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi. Yaani manake tamaa mtoto wake ni dhambi, na dhambi mtoto wake ni mauti. Tazama hicho kitu. Kwa hiyo tamaa ikichukua mimba inazaa dhambi, na dhambi ikikomaa inazaa mauti. Kwa maana yake ni nini? Kwa hiyo maana yake ili tamaa iweze kuzaa dhambi, lazima ikae kwenye mazingira ambayo ni favorable, ambayo atakayoifanya iweze kuzaa. Kwa maana yake ile tamaa ukiweka kwenye mazingira ambayo sio rafiki kwake, ambayo hayataifanya iweze kuzaa, haiwezi kuproduce results, haiwezi kuzaa. Ni sawa sana mbegu, uchukue mbegu ya mahindi uiweke mahali fulani ambapo hakuna oxygen, hakuna udongo, hakuna nini, hakuna maji, haiwezi kuota. Kwa nini? Haiko kwenye mazingira mazuri ya kuifanya iweze kuota. Kwa maana yake ni rahisi tu, ili dhambi iweze kuzaa, ili tamaa au wazo liweze kuzaa, lazima linahitaji mazingira fulani yatakolichochea, yatakaochochea kuzaliwa.
Kwa maana yake jiepushe na mazingira, badilisha mazingira au jiepushe na mazingira ambayo yanaweza kuchochea wewe kutenda dhambi. Jiepushe na mazingira hayo. Ukijiepusha na mazingira ambayo yanaweza yakachochea wewe kutenda dhambi, utakuwa salama. Kwa hiyo kutoa mfano, kwenye afya sisi, watu wa afya wataelewa zaidi, hata mtu wa kawaida ataelewa tu zaidi. Kuna microorganism wengi, kuna bakteria, kuna virusi, lakini tuchukulie bakteria mfano. Ili bakteria aweze kukua, kuongezeka, na awe na maisha na kadhalika, lazima awe na atengenezewe mazingira ambayo yatakayomfanya aweze kukua. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa kuna mazingira ambayo labda tutaangalia, labda maji yatakuwepo, tunaangalia labda pH, tunaangalia vitu vingi ambavyo vitakavyomfanya huyu bakteria aweze kukua. Nichukue tu mfano mzuri rahisi mwingine, labda kwa kina mama ana mtoto tumboni, ni mjamzito. Ili mtoto aweze kukua tumboni, mtoto anahitaji mazingira ambayo yatakomsaidia huyu mtoto kukua. Kwa kama mama akipata changamoto, labda damu kutoka au chupa ya maji kapasuka au maji whatever, maji yakanatoka na mtoto anakuwa hatarini. Anakuwa hatarini. Kwa mtoto anahitaji mazingira yatakayomfanya aweze kukua. Kwa maana yake sasa, ukitaka mtoto asikue, maana yake unaenda kuharibu mazingira ambayo yanamfanya mtoto akue. Ukitaka mwanadamu afe, unaenda kuharibu mazingira, unaharibu yale mazingira ambayo yanamfanya huyo mwanadamu awe na uzima, awe na maisha. Unaharibu ile ecosystem yake. Ukitaka wanyama polini wahame, haribu ecology yao, haribu tu. Ukiharibu ecology yao, wanaondoka au wanakufa wenyewe na kadhalika. Kwa hiyo maana yake tukitaka tuishinde dhambi, lazima tuepuke mazingira ambayo yanaweza kuchochea ile dhambi. Kwa hiyo tunapoomba Mungu anatupa rehema, Mungu anatupa neema au uwezo wa kushinda dhambi. Lakini pia kama ukikataa kukimbia mazingira hayo, ni rahisi wewe mno kuanguka dhambini. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Walikuonyesha kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Neno la Bwana linasemaje? Hiyo ni 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Neno la Bwana linasema, ikimbieni zinaa. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa ametuambia tuikimbie zinaa. Maana yake kukimbia zinaa maana yake nini? Maana yake kuepuka mazingira ambayo yatakaochochea wewe ufanye zinaa. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa maana kama mtu anasumbuliwa labda na addiction labda ya pornography au masturbation, kwa lazima ajiepushe na story ambazo zinaweza zikachochea hivyo vitu. Kwa lazima ajiepushe na story na vitu vingine vyote ambavyo vinaweza vikachochea, movies zinazoweza kuchochea au chochote kile, au ni marafiki, chochote kile ambacho kinaweza kikachochea huyu mtu kutenda dhambi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi tu ambayo unaweza ukajiepusha nayo. Moja wapo tataja kadhaa wa kadhaa, lakini tataja kadhaa kadhaa. Moja wapo unaweza ukajifunza kujiepusha na marafiki wabaya. Hili ni jambo la muhimu sana. Watoto wengi wameharibiwa tabia zao na kuingia kwenye kuvuta bangi na tabia mbaya za kila aina na zinaa mbaya za kila aina, tabia ambazo mtoto huyo akuwa nazo wala wazazi wake wakufanya kwa sababu ya marafiki wabaya. 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 Kwa Biblia inatufundisha sasa, ili tuweze kushinda dhambi inayojirudia, lazima tuepuke mazingira ambayo yanaweza kuchochea dhambi hiyo. Lazima uepuke. Kwa maana yake kama uko kwenye bondage labda mfano ya kutazama labda pornography, labda kufanya masturbation na kadha, kwa lazima uanze kujiavoid kukaa peke yako, kukaa mwenyewe. Kwa maana yake labda unapokaa mwenyewe unajifungia chumbani na kufanya 1 2 3 4 na kutazama moja, utaanza kujiepusha na mazingira hayo. Ndio maana ndicho Biblia inachotuambia. Ndicho Biblia inachotufundisha. Kwa lazima ujifunze kuepuka mazingira yanayochochea, yatakao kuweka kwenye kishawishi cha kufanya dhambi hiyo. Sasa tazama, kwa lazima ujifunze kuepuka marafiki wabaya. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Mithali 22. Kwa kuonyesha kitabu cha Mithali 22. Mithali 22 mstari wa 24.
Mithali 22. Somo letu ni jinsi ya kushinda dhambi inayojirudia. Kwa hiyo tutazame kitabu cha Mithali 22 mstari wa 24. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema hivi, Mithali 22 mstari wa 24. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Kwa Biblia inatukataza tusitembee na rafiki ambaye mwenye hasira nyingi. Manake watu ambao wanaweza kutuchochea sisi kutenda dhambi, Biblia imetuambia tusitembee nao. Tusifanye urafiki na watu wa namna hiyo. Kwa Biblia ni sawa, lakini tusifanye urafiki na watu wa namna hiyo. Kwa lazima ujiangalie pia na wewe, wasije wakakuingiza kwenye matatizo. Mstari wa Mithali sura ya kwanza mstari wa 10. Mithali sura ya kwanza mstari wa 10. Mithali sura ya kwanza mstari wa 10. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Jambo jingine katika pointi hiyo, jiepushe na mazungumzo mabaya. Jiepushe na mazungumzo mabaya. Kwa kama dhambi ambayo imekuwa kijirudia kwa maisha yako, labda ni zina au ni washarati, dhambi yoyote ile, labda uko kwenye addiction, labda ya pornography au whatever, imekufunga hapo na umeshindwa kutoka, nini cha kufanya? Jiepushe na mazungumzo mabaya. Sasa kwa mazungumzo na mume kwenye simu, na mwanamke au na rafiki au na boyfriend whatever, jiepushe na mazungumzo mabaya. Kwa nini? Kwa tuende kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Neno la Bwana linasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo msidanganyike wapendwa. Usidanganyike, iwe ni boyfriend wako, yoyote tu yule, usidanganyike. Usidanganyike. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Mazungumzo yale unaongea na rafiki yako, lazima uyapime. Ukiona hayakufai, wewe umeokoka, ondoka tu. Mazungumzo mabaya unaongea ofisini kwako, kwa biashara yako, unaona hayakufai, ondoka tu, kwa sababu yanachochea vitu fulani ndani yako, yanakutengenezea mazingira ya kuendelea kwa kwenye kifungo cha dhambi hiyo. Kwa mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Unaweza kuona Yusufu aliweza kukimbia mazingira mabaya yaliyokuwa na mshawishi kutenda dhambi. Mke wa mtu ambaye ni Potifa amemkamata na mbembeleza Yusufu waweze kuzini naye, lakini Yusufu hakukubali kukaa kwenye mazingira hayo, alikimbia naye akawa salama. Lakini Daudi alikuwa exposed kwenye mazingira hatarishi, lakini hakutaka kukimbia, and then akaanguka katika mtego huo. Kwa inatufundisha nini? Hatuhitaji tuwalaumu, hatuna uwezo wa kuwalaumu kwa sababu ni watu wakubwa kwenye imani, wanatuzidi, hatuingie hata mara kadhaa kwao, lakini tunajifunza nini kupitia kwao? Maisha yao yanatufundisha sisi kuepuka mazingira ambayo ni hatarishi, yanaweza kuchochea sisi kuendelea kwa kwenye kifungo cha dhambi. Kwa mazingira yoyote ambayo yanatuweka sisi kwenye kifungo, tuwe kwenye kifungo cha dhambi na ujirudia, lazima tujifunze kuyaepuka. Kwa usijaribu kuomba ushindi huku unalinda mazingira yanayokufanya wewe kushindwa. Usijaribu kuomba na muomba Mungu nisaidie nishinde dhambi hii, wakati wewe unayalinda mazingira ambayo yanaosababisha ushindwe siku zote. Kwa sababu kuna mtu anakuambia mtumishi dhambi hii, mtumishi dhambi hii nimeshindwa kutoka, lakini unakuta analinda mazingira ambayo yanamfanya aendelee kuwa kwenye kifungo hicho siku zote. Pointi ya 7 au hatua ya 7, jaza moyo wako na neno la Mungu. Nadhani hii pointi nimekuwa nikiongea mara kwa mara. Jaza moyo wako na neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu litakusafisha na kukuimarisha ndani yako. Neno la Mungu litakusafisha na kukuimarisha ndani yako. Jambo jingine neno la Mungu litakachofanya ndani yako, neno la Mungu litakupa nguvu za kuishinda dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi,
Soma kitabu cha Zaburi ya 119. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Hiyo ni Zaburi ya 119. Maana yake Psalms 119 verse 11, neno la Bwana linasemaje? Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Maana yake tunatenda dhambi kwa sababu ya upungufu wa neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo wewe unayesumbuka na dhambi ambayo inajirudia, anza kuisoma Biblia yako taratibu. Soma Biblia yako taratibu kila siku. Isome Biblia, usiwe na haraka ya kupata matokeo. So mtumishi, mbona nimesoma Biblia wiki hii tu, mbona sijaacha nimerudia tena? Hapana. Matokeo yanaletwa na neno la Mungu taratibu. Kwa soma tu. Kazi yako ni kujaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Neno la Mungu linabadilisha tamaa. Linabadilisha tamaa. Neno la Mungu halibadilishi tabia tu, bali hata na tamaa zizo ndani yako. Kwa sababu tendency ya dhambi ina affect tunavyofikiri, dhambi ina affect tunavyoongea, dhambi ina affect tunavyotembea, dhambi ina affect tunavyovaa, dhambi ina affect kila kitu tunavyopambanua kitu, dhambi ina affect kila kitu. Kwa neno la Mungu, tunapokuwa tunasoma neno la Mungu linatusaidia kutubadilisha sisi kushinda hizo tamaa, kushinda dhambi na kadhalika. Jambo la 8, dumu katika maombi siku zote. Kwa jifunze kudumu katika maombi. Dhambi ya kujirudia hatuishindi kwa kuomba mara moja tu, bali kwa kuomba kila siku, bali kwa kudumu kila siku. Kwa dhambi za kujirudia hazianguki kwa maombi ya mara moja tu, bali kwa kudumu siku zote, kwa kudumu katika neno la Mungu siku zote. Ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, neno la Bwana linasema, ombeni pasipo kukoma, ombeni bila kukoma, ombeni. Maana yake tudumu katika maombi siku zote. Kwa na wewe unayetaka kushinda dhambi hii inayojirudia, dumu katika maombi siku zote, dumu katika maombi siku zote na utaona matokeo. Dumu katika maombi siku zote na utaona matokeo. Kwa Mungu wa mbinguni akubariki sasa. Mungu wa mbinguni akubariki, na nataka tukiri neno moja la ushindi juu ya dhambi ambazo zinazojirudia. Nataka tukiri neno la Bwana juu ya dhambi zinazojirudia katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Ngoja nisome. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37, lakini anasema hivi, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, tukiri neno hili. Kiri namna hii, sema, ndani ya Kristo nina nguvu za kushinda dhambi zote. Rudie tena. Ndani ya Kristo Yesu nina nguvu ya kushinda dhambi zote, hata zile zinazojirudia, katika jina la Yesu. Amen. Rudia tena. Ndani ya Kristo Yesu nina nguvu ya kushinda dhambi zote, hata zile zinazojirudia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rudia tena. Ndani ya Kristo Yesu ninazo nguvu za kushinda dhambi zote, hata zile zinazojirudia, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki kwa somo hili. Nimekuwa refu kidogo, lakini Mungu wa mbinguni akubariki. Nataka niombe sasa na mtu ambaye hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Au ulikuwa unasumbuliwa na dhambi hii ya kurudi nyuma, unatenda dhambi ya kujirudia na kadhalika, unataka utubu, mpe Bwana Yesu maisha yako. Ndio umesikia labda somo hili kwa mara ya kwanza na unataka uokoke, umpe Bwana Yesu maisha yako. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako. Na wewe unataka kurudi kwa Bwana Yesu, ulienda mbali sana, unataka kurudi kwa Bwana Yesu kwa sababu moja au nyingine, weka mkono wako kulia, tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe e Bwana Yesu. Nitakase na kuniosha kwa damu yako. Niwe safi kabisa. Unitakase na kuniosha kwa damu yako takatifu.
niwe safi kabisa. Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Karibu ndani ya moyo wangu. Ukawe ni kila kitu kwangu, Bwana. Ukawe Mungu wangu, ukawe mkombozi wangu, ukawe mshauri wangu, ukawe kila kitu kwangu, Bwana. Yesu Kristo, ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utatuandikia kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako, andika mtumishi nimempokea Bwana Yesu leo, na sitakutumia mwongozo kadhaa wa kadhaa utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakutumia mwongozo utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na jitahidi ununue Biblia kama uko nchi ambao ni ngumu kidogo kupata Biblia kirahisi, au mkoa ambao ni ngumu kidogo kupata Biblia kirahisi, unaweza kaenda Play Store au App Store na ukadownload Biblia yako nzuri na ukawa unajisomea, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana.